Walimu wenu wengi wa content, coaches wa mtandaoni wanawasisitiza sana kutumia vifaa ambavyo ni expensive, kamera kali, mpate quality ambayo imenyoka. Lakini mimi huwa nasisitiza sana, jaribu kubalance quality ya vitu vyako, quality ya content, lakini pia uposti mara nyingi zaidi, kwa sababu ukijikita zaidi katika kutoa video ambazo zina quality, zina rangi sana, video ambazo zina effect mbalimbali, utajikuta unaposti mara chache na kisingizio chako kitakuwa kinakwambia ni kwa sababu unataka kutoa video zenye quality, kwa sababu process ya kuedit ni kubwa. My friend, huhitaji kuposti mara moja video moja eti simply because imeeditiwa ndani ya siku 5. Let me tell you the truth. Kwa mfano, hapa nimekuja kushoot leo na nimetoka ofisini na kikao saa 10 na mtaalamu mmoja. Ninahitaji kutumia hapa dakika 60 tu, na nataka kwenye hizo dakika 60 nitoke na video sio chini ya 10. Na linawezekana kwa sababu video moja inapigwa chapchapu sky, video ya pili inapigwa sky, video ya tatu inapigwa sky. Kwa hiyo kushoot video 12 ndani ya dakika 60 kwangu ni kitu cha kawaida. Lakini inakwambia tu kwamba tunakoelekea sasa hivi hauhitaji sana kutumia vifaa ama kutumia editing za juu ama kutumia teknolojia kubwa sana kwenye kuedit video zako. Tuko kwenye zama ambazo AI imetawala sana haya mambo. Watu wanatengeneza video za AI, editing za AI. Lakini sasa utaona kwamba tumeshaanza kupoteza imani. Yaani uweze kujua huyu ni AI na huyu sio AI. Na watu tumeanza kuchukia content na vitu vya AI. Maana ni kwamba content zinazoonekana ni za uhalisia zitakuwa zina maana zaidi. Mtu atafurahia zaidi content atakayoiona unazungumzia biashara yako, anaona kwenye kitu unachokifanya kwenye biashara yako. Mtu atafurahi kukuona wewe ukiwa kwenye mazingira yenye uhalisia, ukifanya vitu kulingana na kazi yako bila kukaa sehemu ukaanza kujishoot ukiwa umeweka mapozi na kuweka vitu fulani ambavyo vinaonyesha kwamba ulijiandaa. Na hata kwenye matangazo, huwa nazungumza na mtaalamu wa matangazo Yoram Element. Alikuwa anasema pia kwamba video zinazofanya vizuri zaidi kwenye matangazo ni zile zinazoonekana kama sio matangazo, ni zile zinaonekana kama ni halisia. Kwa hiyo hii ni falsafa ambayo itakusaidia sana. Hebu punguza huo ujanja wa kuedit, punguza hiyo quality unayoitafuta. Cha muhimu ni kwamba gadget unayotumia kushutia video zako iwe inatoa picha zenye quality. Hicho tu ndio kitakuokoa sana. Tumia simu ambazo ni bora. Unaweza kutumia simu kama Pixel, unaweza kutumia simu kama iPhone, na Samsung pia zinafanya vizuri, na simu zingine ambazo zinafanya vizuri. Hizi simu zitakusaidia kushuti na quality. Haya mambo ya rangi hayamati sana. After all, TikTok, Instagram zote zinakupa uwezo wa kuweza kuchagua rangi bora unapotaka kuposti. Kwa hiyo mimi sioni sababu kabisa ya wewe kushindwa kuposti mara 5 kwa siku. Fanya biashara ukiwa serious, posti mara 5 as much as you could do.